Maje? Tunaanza na mlango wa pili, mlango wa 5 mstari wa 2. Tunaanzia mstari wa 2. Na huko Yerusalemu penye mlango wa kondoo pana birika. Iitwayo kwa Kiebrania Bethzada, nayo ina matao matano. Haleluya. Tuendelee. Ndani ya hayo jamii kubwa ya wagonjwa walikuwa wamelala, vipofu, viwete, nao waliopooza. Kwa maana kuna wakati ambapo malaika hushuka akaingia katika ile birika, akayatibua maji. Basi yeye aliyeingia wa kwanza baada ya maji kutibuliwa akapona ugonjwa wote uliokuwa umempata. Na hapo palikuwa na mtu ambaye amekuwa hawezi muda wa miaka 38. Kulikuweko na mtu ambaye hakukuwa anaweza muda wa miaka 38. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Muda wa miaka 38. Huyu mtu hakukuwa anaweza kujiinua aweze kujitumbukiza kwa ibirika, wakati malaika amekuja kuchibua yale maji. Haleluya. Kila wakati alipokuwa anajaribu kuingia kujitupa kwenye yale maji, kulikuwa kuna mwingine tayari ameshamtangulia. Kila wakati akijaribu kuna yule ameshamtangulia. Bwana Yesu asifiwe. Ndani ya siku ya leo ninaongea na wewe ambaye umeteseka ama umehangaika kwa muda mrefu, ama umekaa mahali pamoja kwa muda mrefu. Haleluya. Siku yako ya ukombozi inafika. Siku yako ya kukombolewa inafika. Siku yako ya kuinuliwa imefika. Siku yako ya kusonga imefika. Siku yako ya kupiga hatua imefika. Siku yako ya kuoa imefika. Siku yako ya kuoleka imefika. Siku yako ya kuoa na kuoleka imefika. Siku yako ya kuwa na kipenzi imefika. Ukitafuta chumba cha kupanga kama ujao, unaweza kuzunguka mpaka ukachoka. Kila nyumba unayokwenda unaambiwa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna mtu ndani ya siku ya leo Roho wa Mungu anazungumza naye. Kuna mtu siku ya leo Mungu anazungumza naye kupitia kwa hiyo neno. Kuna mtu ndani ya siku ya leo sauti ya Mungu inazungumza na yeye kupitia kwa hiyo neno. Huyu ni mtu ambaye amekaa kwa muda mrefu. Kila wakati anajaribu inashindikana. Kila wakati anajiinua inashindikana. Kila wakati anataka kufunguliwa inashindikana. Wakati wako umefika. Umekuwa ukitaka kujenga inashindikana. Unatafuta pesa unatumia. Unachanga pesa ya mabati unatumia. Unapasua miti zinaotwa kuni. Unanunua matofali watu wanakunywa na pombe. Wakati wa kuamuka umefika. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Huyu mgonjwa alikaa pale kando katika hiyo kisima ya Bethsaida kwa muda ya miaka mingi. Kila wakati alitaka kupiga hatua ilikuwa ni shida, maana kulitokea mmoja ameshatangulia. Wakati wako sasa umefika. Ninazungumza na mtu siku ya leo. Sauti ya Mungu inaongea na mtu.
jina la Yesu. Ama ukitaka mtu haumupati ama upati wale wazuri, ni wakati wako sasa wa kuoleka. Tuko ndani ya mwezi wa 7 na tunaambiwa kuna kesha ambayo vifunguo zitashuka. Tutatembelewa na malaika mgeni, yule malaika kuna ushindi kwako. Wakati mwezi wa 8 inaanza kwako ikiwa new beginning na tena a happy ending, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Wewe umekuwa ukifanya tu vibarua, unafanya tu vibarua tu pesa ndogo. Wakati wako sasa umefika wa kuingia kwa mshahara. Ni wakati wa kuingia kwa pesa. Wewe haujawahi shika pesa, wakati wako wa kuingia kwa pesa umefika. Wakati wako wa kuingia kwa pesa umefika. Wewe umekuwa ukishika shilingi 2, umekuwa ukishika pesa ndogo ndogo. Ni wakati sasa wa kuingia kwa pesa. Kwa sababu Yesu Kristo anaingia. Yesu Kristo anaingia. Yesu Kristo anaingia. Anaingia na ukombozi, anaingia na uponyaji, anaingia na ufunguo, anaingia kukufungua. Haleluya. Kwa jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu. Kuna vitu zilikuwa zinafanyika kwako mpaka kuna watu walikuwa wameanza kukushangaa. Watu wa ukoo wanakushangaa, majumba na mandugu wanakushangaa, hata na marafiki wanakushangaa kwa jina la Yesu Kristo, kwa sababu wanashindwa, mbona kijana wetu mzuri, mbona kitu fulani haimfanyiki, mbona afanyi kitu fulani, mbona afanyi kitu fulani. Yesu sasa anakuja. Yesu anakuja, na hautaingia kwenye birika, hautaingia kwenye birika la uponyaji, maana utaambiwa jitwike godoro, jitwike godoro na uende. Utaambiwa jitwike godoro yako, simama jitwike godoro, enda. Simama jitwike godoro, enda. Simama jitwike godoro, enda. Utaambiwa simama jitwike godoro, na ukaweze kuenda. Simama jitwike godoro na ukaweze kuenda. Chukua hatua ya imani uweze kusimama, usonge kidogo. Jitwike godoro na uweze kuenda. Simama kidogo, mahali popote unaweza songa tu kidogo hivi. Simama kidogo, jitwike godoro uende. Jitwike godoro uende. Jitwike godoro usonge. Jitwike godoro usonge. Jitwike godoro uende. Jitwike godoro uende. Enda kwa imani kwa jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo. Wewe tuende, 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 tuende katika jina la Yesu. Ile roho ilikuwa inakusumbua imekufa, naonyeshwa jeneza miongoni mwetu. Kuna roho leo imeangamia, kuna roho leo imekufa. Jitwike godoro na uende. Jitwike godoro na uende. Enda na imani ya Yesu. Jitwike godoro na usonge. Jitwike godoro na usonge katika. Tuketi chini. Yaki utastation kiu. Leta line yake. Idi akonta. Sign yake Jehova. Idi akonta. Sign yake Sekiva. Kesho ni kiu. Okay.